Najua tupo kwenye sherehe wala hatupo kwenye huzuni. Naongea hivi nikiwa nina maana kubwa sana ambayo baadaye nitakuja kuielezea. Mimi ni mchungaji Alex Mkwama, natokea kanisa la Uzima katika Neno Pentekoste, ambayo makao makuu yako Dar es Salaam. Ilitakiwa tuje na askofu mkuu hapa na maaskofu wote wa kanda, lakini kutokana na shughuli za kihuduma wamebanwa sana. Ilibidi nifike kwa ajili ya kumwakilisha askofu wetu mkuu. Nina salamu nyingi sana kutoka kwake. Anawasalimia sana watu wa Rombo na nawapenda sana. Kasema nifikishe hizi salamu kwa watu wote. Na mimi nilipofika hapa, huu wingi ambao nimeuona ni kama tuko Dar es Salaam, kwa kuwa mmekuwa wengi sana. Na huu ni kuonyesha namna gani mnavyothaminiana, namna gani mnavyopendana na kujali matukio kama haya. Kwa kweli mjipongeze kwa makofi mazuri. Lakini vile vile mke wangu anawasalimia sana pamoja na watoto wangu pia. Mimi Mungu aliniita na nikaitika wito wake tangu mwaka 2008 kuona mtumikia Mungu mpaka leo. Amen. Na kila siku Mungu anatufanya kuwa vijana. Amen. Na tunaiona faida ya kumtumikia Mungu kwenye maisha yetu. Lakini vile vile nishukuru Mungu sana kwa ajili ya askofu wetu wa kanda, mtumishi wa Mungu Jeremia, pamoja na mama askofu pia. Lakini pia nishukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Matayo, pamoja na mchungaji Peter, pamoja na mchungaji pia. Hawa watu wamefanyika kwa baraka kubwa sana. Mimi mwenyewe nina shughuli kesho kanisani, lakini kwa sababu ya mioyo yao na namna wanavyotumika kwa uaminifu kwenye kazi ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine ukiangalia upendo wa mtu namna ulivyo, unakusukuma uache kila kitu ili ufike. Na hii nimeona pia hata kwenu, mmeacha kila kitu, mmefika hapa. Huu ni upendo wa pekee sana. Nishukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji, lakini pia kuna askofu nimeambiwa yuko hapa. Labda angesimama askofu kwa mara ya pili. Tupigie makofi mazuri. Tunaijua kazi na ugumu wa kuwa askofu. Kusimama, maana usimami na washirika tena unasimama na wachungaji. Lakini vile vile wachungaji wote waliofika hapa, Mungu awabariki sana. Wakati mwingine huwa tunatambulisha wachungaji tu wa kiume, lakini ukija kufuatilia kiundani utakuta hawa wamama wachungaji hawa ndio wanafanya kazi kubwa sana. Tena sio kidogo. Kwa sababu hata mimi vile vile nilikuwa nakurupuka, lakini akaniambia hapana, utaenda umevaaje. Kwa hata hivyo unavyoniona ni mama mchungaji. Amen. Kwa hiyo tumpigie makofi kule alipo. Hawa watu wanafanya kazi kubwa sana. Wanakutana na changamoto, wanazibeba, wanasimama nazo. Hata changamoto za washirika mchungaji anaweza sipitie sana, lakini mchungaji huko chini ndo anapambana. Lakini hawa pia ndo wanasema sana. Wanasema sana mama wachungaji. Hata ukifanya vizuri bado hatakuona unafanya vizuri. Kwa hiyo niombe, kama upo na mchungaji mahali popote, hata kama umejificha kwenye migomba, usimame tu, sisi tupige makofi kwa ajili yako. Yoyote mahali walipo, tuwapigie makofi mazuri. Mungu awabariki sana. Natambua sana uwepo wenu na kazi yenu ni kubwa sana. Lakini pia kama kuna viongozi wa serikali, Mungu aendelee kuwabariki sana kwa kuungana na sisi. Ninaamini baadaye tutatoa hizo nafasi ili muweze kutusalimia. Lakini vile vile na mimi nitaenda kwa haraka ili hawa wachungaji ambao mmetutembelea hapa tutarudia tena, angalau mtaje mpo kanisa gani, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Sisi wote ni wafuasi wa Yesu. Amen. Sisi wote tumetokana na Mungu. Sema tena amen.